Kuna mzee mmoja, bibi haoni watoto, akipita kwenye kordo tu anasema jamani, waficheni hao watoto, akiwaona lazima waumwe. Na wewe unajijua. Kuna mtu mimi nikilisemea tu jambo, nilisema tu atadondoka na baskeli, kadondoka kweli. Unajicho baya kweli kweli, unajicho baya. Hiyo jambo la kwanza, hasadi inaweza ikaingia katika nyoyo na kufungulia mafaili. Ikiwa umepigwa na hasadi imekuingia katika nyoyo, mtihani wa kwanza unaopata, unakuwa na damu ya kunguni, unachukiwa kweli kweli. Hata ukifanya wema saa ile ile washasahau. Kuna watu wanachukiwa mpaka na wazazi wao. Kuna watoto wengine wadogo wanachukiwa kweli kweli, mtoto anaonewa tu. Ukija hapa msikitini watakuita shekhe tu ule wakati unatoa mawaidha, ukishuka tu wanakuita jina lako, washasahau kama wewe ni shekhe. Ukubaliki kabisa. Wanasema wewe umepigwa hasadi katika nyoyo. Sehemu ya pili, inaweza ikaingia hasadi katika economical, iktisadiyan, katika uchumi. Wanasema ikiingia kwenye uchumi, unaweza ukatafutiwa sababu za kufilisika. Una majumba hapa Shauri Moyo, ukauza moja baada nyingine, ukaenda kijijini na hela kodi hauna. Hasadi haina mchezo na haiachi mpaka umalizike, au la sivyo mpaka ufanye tiba yake. Sehemu ya tatu, inaweza ikaingia katika uzima, ukawa unaumwa na maradhi hayapati dawa, miaka 10 vidonda vya tumbo na vikaondosha. Hii yote ni alama ya hasadi. Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwona mtu ana kovu usoni, akasema huyu aogeshwe kijicho, amepatwa na hasadi, ametizama vibaya na jini. Kwa hiyo pia mtu akiwa na hasadi, uso wake una tabia kubadilika rangi na mambo yake kuyumba yumba. Kwa hiyo maradhi ya kwanza haya yakimpata mtu hawezi kusalimika. Mtume sallallahu alaihi wasallam alitupa dawa, na dawa hii alikuwepo sahaba mmoja Suleiman Farsi. Mtume alisema huyu ni katika mimi. Mwingine kumkata jicho akadondoka pale pale akapata maradhi ya kupooza. Ndipo pale Mtume akamwambia, wewe ushamhasidi, ushamhusudu Suleiman Farsi. Sasa dawa yake, ukimwona mtu amekuhusudu, nilikuwa na gari akanambia naona mambo yako mazuri, kwanza unamwambia sema masha Allah. Sasa walotuhusudu ni wengi, tushahusudika. Ukimgundua mtu amekufanyia husda, muombe yule mtu akufanyie moja kati ya mambo matatu. Jamii yetu iko mbali na sunna. Ukimwambia mtu leo umenihusudu, bahati mbaya anaona kama amekufanyia uchawi, lakini takiwa yule mtu umchukue, alafu uende naye nyumbani kwako, atawadhe kama anakwenda kuswali, ila sharti tu yale maji yasidondoke chini hata moja, na chombo kisiweko kwenye ardhi moja kwa moja, weka kwenye kapeti kama hivi. Akishatawadha yale maji unayachukua wewe, unaenda bafuni popote, unajimwagia kwenye kisogo kwa mkupuo mmoja. Hiyo njia ya kwanza. Wanasema njia ya pili, kama hiyo itakuwa shida, umwezi kumwambia mambo kama haya, basi mkaribishe hata zile tende zile. Akila zile tende, akitema tu, changanya kwenye maji kaoge, pia ni tiba ya hasadi. Na njia nyingine alalakali yasema pia hata kinawa mikono inaweza ikawa ni tiba ya hasadi. Kwa hiyo ukimwona mtu kanihusudu. Sasa wazee wetu waliopita kama miaka 35, ilikuwa akija mgeni nyumbani, wanasema hatujui kaona nini na macho yake. Walikuwa wakimkaribisha chakula, akila yule mgeni, yale maji alionao walikuwa hawayamwagi, wanachanganya, familia nzima inaoga, ili mgeni wetu asituachie macho. Inawezekana sebule yako nzuri, watoto wako wazuri, mtu akaja akakuachieni ufukara. Al-ainu haqq. Sasa waganga wa kienyeji hawajajua hili jambo, ndo anaita nyota. Mabwana, hiyo ni aini, na Mtume akasema uqtulul wazar, yule mjusi kafiri pia ana hasadi ndani ya nyumba. Mtume kahimiza wawe pia, naye ana macho vile vile. Na majini pia wana macho. Jini anaweza akakuhusudu kwa sababu ya kufanya kwako ibada vizuri. Swali la hewani, sasa kama nimehusudiwa, lakini alionihusudu simjui ni nani, na hasad ni kifungo, isipoondolewa ukai sawa kabisa, alionihusudu ni nani, ili tunaliweka kiporo. So linahitaji maelezo marefu kidogo na lina shida, lakini alalakali
mimi nitakwambia tu, hebu tawadha mwenyewe uoge, inaweza ikaondoka hiyo hasad. Na hasadi kama hii ndio ilimponza Nabii Allahi Ayub, na tiba yake naye ilikuwa ni hayo hayo maji. Waj'alna min alma'i kulla shay'in hayy la hayata biduni ma. Sehemu ya pili ya maradhi ya giza haya ni maradhi yanayotokamana na uchawi, na uchawi uko sampuli nyingi. Na maradhi yake ya tatu, sehemu ya tatu, ni sehemu inatokamana na majini. Majini wana dalili ya msingi ili ujijue wewe una majini. Naomba nikusaidie kitu kimoja. Nitizame sehemu hii hapa, hebu nitizame sehemu hii. Hivi imeelezwa na wanawachuoni wa tiba. Nitizame hapa au nitizame kabisa machoni. Ukinitizama machoni utaziba jicho lako moja, lakini tukubaliane, kwa sababu hichi ninachokifanya anaweza akalipuka mtu kidogo, lakini ndo tunasoma, tusemeni inshallah. Kwa hiyo kama atatokea mtu kulipuka, mtamdhibiti kidogo atulie, ili asiharibu somo hili. Mpo tayari? Aya, sasa wanawachuoni wanasema kumjua kisunna kabisa kidini, kama mtu amesibiwa na mtu anaweza akaa na mashakili, akaa na maumivu tu, au tafrani za kindoa au kikazi zinamsumbua na asijue nini kilichomsibu, kumbe ana mashayatini. Majini pia wanaweza akamwingia binadamu katika mwili wake wakamsumbua sana. Sasa dalili zake ni nyingi na wala sizitaji kwa sababu ni nyingi sana, ila kuna njia ya pili kujijua wewe umeathirika na uchawi au umeathirika na jini mwilini. Kama una jini, Ayatul Kursi ni aya moja, ni aya nzito, nazalat maaha 30,000 malak. Hii aya ilivyoshushwa kwa uzito wake imeshuka na malaika 30,000, na hii ilithibiti wakati wa Mtume Muhammad. Alifundishwa Sayyidina Abu Huraira na Ibilisi mwenyewe kwamba ukisoma hii utanikamata na mimi siwezi kuja. Kwa hiyo majini wanaijua vizuri. Sasa Ayatul Kursi mtu akiisoma kwa moyo au kwa sauti ya chini, ukimtizama paji lake la uso au ukimtizama macho yake, na we ukiziba jicho moja hivi, ikiwa umeziba jicho, akiisoma tu, kama unalo dudu, moja kati ya mambo matatu au manne yatakutokea hapo ulipo. Jambo la kwanza, utaanza kusikia kuyumba au utajikuta umeenda mpaka chini. Hilo la kwanza. Angalia Qur'ani ilivyokuwa nzito. Jambo la pili, kama ili alijakutokea, ili jicho litawasha kama limewekwa pilipili, kwa hiyo litaindicate hivi. Lakini jambo la tatu, ikisoma Ayatul Kursi unaweza ukaona kama una sihiri, utaona kifua kinajaa mpaka utahisi kinapasuka. Sasa wanachuoni wanasema ikiwa umeziba jicho la kushoto afu ili la kulia ndio limeleta hizo action, basi wewe una mashetani au majini wa Kiislamu. Lakini kama umeziba jicho la kulia alafu hili la kushoto likaleta hizo shida na hizo tabu, wewe umesibiwa na majini wa kikafiri, lakini wote ni wale wale. Itakiwa kikawaida ukisomewa Qur'ani urelaksi, ukitizama hivi uwe kawaida kabisa, lakini ikisomwa tu ukisikia hiyo shida unao. Na hizi shida tunazo kweli, kwa sababu kuna watu wameingiliwa mpaka ndani ya sala. Kuna mtu kufunga sala hawezi mpaka imamu anaenda rukuu. Jamaa hamuoneagi watu hao, yani ukiwa naye pembeni mpaka unasikia anafoka kweli kweli, ni wale mashetani. Na kuna mwingine utamsikia mimi nikifanya dhikri nasikia usingizi mzito, siwezi kisoma Qur'an nataka kudondoka. Kuna mwingine akiswali bismillah anasikia kwa vidole gumba anachomwa na mikuki, mnasikia mtu anapiga kelele. Kule kwetu markazi, siku moja tunasali dhuhuri, tunamsikia mtu mmoja subhanallah, akamwambia nini, naona mbwa kapita pale. Wewe msikiti msafi kama mbwa anatokea wapi? Mashetani hao. Lakini pia kila anayelala kwenye khutba ni dalili masi zimempata. Na haya ndio yasema,
Kama unayo tayari ushahisi kichwa kimekujaa, lakini nyayo inaanza, ukiona kile ujue tayari hizi athari hizi zipo. Sasa ziba jicho lako moja, alafu nitakuambia ufanye nini inshallah na utapata afueni. Tuanze na jicho la kulia, tuzibeni kwanza la kulia, alafu nitizame hapa usoni kwa umakini kabisa. Sasa jitahidi usipepese mpaka nimalizie. Ndugu zangu Waislamu, kwanza nichukue fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kutujalia kuwepo hapa lazimna ahyaan, tukiwa tuna afya zetu, na Mwenyezi Mungu azidishe afya zetu. Lakini sala na salam zimwelekee Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatu, nichukue fursa hii kuwashukuru Masjidi Songea kwa kuanzisha kipindi kama hichi. Wanasema kiongozi bora ni yule ambaye anajua wafuasi wake nini wanataka. Hii ni juhudi ya viongozi, wanafanya tafakur waumini wa Masjidi Songea tuwape kitu gani, isiishie kusali tu na kuondoka, bali makawanda kama haya, misikiti kama hii huishwe kwa amali njema, kupeana kilma, kukumbushana. Kwani idha habba Allahu qauman arsala man yudhakkir, Mwenyezi Mungu akiwapenda watu huwatumia mmoja wao kwa ajili ya kuwakumbusha. Na watu kukumbushana ni jambo la muhimu, kwa sababu hatuna ukamilifu wa moja kwa moja, na lazima tukumbushane, kwa sababu watu wana makundi kama manne. Kuna mtu utamkuta ule mwanzo wake mpaka mwisho wake ni mzuri mashaallah, na sisi Mwenyezi Mungu atujalie fungu hilo inshallah. Lakini yuko mwingine mwanzo mpaka mwisho mbaya na anakufa vibaya. Mwenyezi Mungu asitujalie kabisa katika kundi hili. Lakini kuna mwingine mwanzo wake ni mzuri, anakuja kuharibu mwishoni, anakufa gesi, yanatokea hayo, waliyadhu billah. Lakini mwingine mwanzo mbaya, mwisho unakuja kuwa mzuri, anakuja kubadilishwa na vikao kama hivi. Na historia inasema wengi walikuwa katika sura hiyo, masahaba, baadhi ya ulama. Mtu alikuwa mbaya mwanzoni, lakini baada ya kusikiliza akawa mtu mzuri. Kwa hiyo vikao hivi ni vikao vya kheri sana. Wiki iliyopita nilizungumza maudhui niliyopangiwa, na leo pia nimepangiwa maudhui nyingine. Lakini maudhui ya leo niliyopangiwa haikukaa moja kwa moja kama mfumo wa mawaidha. Naiona ni maudhui inahusiana na matibabu, na Mtume sallallahu alaihi wasallama pia hayo ametuelekeza, tadau ya ibadallah. Alisema Mtume sallallahu alaihi wasallam, fanyaneni matibabu waja wake Allah, fa inna Allah lam yanzil daan illa fihi shifa au illa fihi dawa. Hakuna maradhi yoyote ambayo Mwenyezi Mungu ameyaleta duniani isipokuwa maradhi haya yana dawa, na sisi tunasema sadaka Rasulullah. Lakini kuna sali moja tunajitupia kidogo, maradhi yoyote yale yana dawa. Lakini kuna kauli mbiu tunasema ukimwi hauna dawa, lakini Mtume anasema Mwenyezi Mungu hakuleta maradhi yoyote, istashfu bima hamidahullah, jitibieni maradhi yoyote kwa vile ambavyo Mwenyezi Mungu kajisifia kabla ya kusifiwa na viumbe wake. Na hii ni suratul Fatiha pamoja na suratul Ikhlas. Humu ndani yake anasema mna tiba ya maradhi yote. Jamani, ukimwi unapona? Hili nalo ni jambo ambalo ni muhimu sana. Iko hadithi moja ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, anasema waja hawafanyi madhambi ya aina 5 isipokuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atapelekea adhabu za aina 5.
Miongoni mwa madhambi hayo, wakipunguza katika mizani, munia minhumul matar, mvua itakoma, ukame utakuja. Wailul lilmutaffifin. Amir al-Mu'minin Umar alikuwa na bakora yake ilikuwa inaogopewa kuliko upanga. Alikuwa akiingia sokoni pale, akimkuta mtu lile debe lake kalipiga chini hivi, anapima vibaya, anamtia bakora, ambia tamna minna al-matar, wewe unatuzuia mvua, unaleta ukame. Dhambi ya pili na ya tatu na ya mwisho, akasema pia watu wakikithirisha alfawahisha. Alfawahisha ni neno la Kiarabu. Shurahu wanasema fawahisha ni zinaa pamoja na liwati. Mtume anasema sallallahu alaihi wasallam, waja wakikithirisha liwati pamoja na uzinifu. Na leo zinaa imekuwa rahisi kuliko hata ndoa. Hayo mambo ya liwati ndo hadith wala haraj, na wengine hulhalalisha kabisa. Wakikithirisha mambo mawili haya, anasema Mwenyezi Mungu atapelekea maradhi ambayo waliopita kabla yao hawajakutana na maradhi hayo. Ni kweli kupitia uzinifu na liwat kuna gonoria, kuna kaswende, kuna urinary system UTI, lakini pia kuna ukimwi, na wanaoambukizwa kwa kujamiana ni wengi zaidi kuliko njia nyingine zozote zile. Kwa hiyo tunaweza tukasema haya maradhi ya ukimwi nayo yatapona kwa istighfar. So inakuwa kama ni laana hivi, ili kuthubutu yale maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini baadaye, kwa sababu tupo katika uwanja wa tiba na yenyewe lazima tuyajadili, kwa sababu watu wanakwisha na hatuna sehemu za kusema isipokuwa sehemu kama hizi. Wiki iliyopita kama mnakumbuka, tulisema binadamu matatizo aliyokuwa nayo ni ya aina tatu, na insha Allah leo nitatoa tiba kidogo kidogo, na mkinipa masikio sikivu tutapata faida kubwa, tusemeni insha Allah. Maradhi ya kwanza binadamu ambayo yanamsumbua ni maradhi ya akili. Mtu akiwa na matatizo ya akili, mwili hausalimiki, na akili ni mali. Akili ni jambo kubwa sana katika Uislamu, na akili ina vipimo vyake, lakini haina mashine ya kupimwa. Yaani duniani kote mpaka mataifa yaliyoendelea hakuna mashine sananzir, kuna injini fulani, kuna mashine ina uwezo wa kupima akili, kwamba hii akili imezidi au akili imepungua. Hakuna, isipokuwa akili inapimwa na akili. Kuna mtu ukimtizama tu unahisi huyu zimemruka huyu, lakini hakuna mashine ya tafiti ya akili. Na wengine wakasema akili iko moyoni, wengine wakasema akili ipo kichwani. Allah asema lahum qulubun la yafqahuna biha. Wengine wasema akili ipo moyoni, baadhi ya wanazuoni. Wengine wasema akili ipo kichwani, na mfano wa hivyo. Na Waarabu wakasema yuqasaru almar'u baina asgharain, hadha lisanun walqalbu. Pia mtu hupimwa akili kwa vinyama vidogo viwili, cha mwanzo ulimi. Hapa kuna mshipa hapa, huu mshipa ukilegea ukiwa una matatizo, cha kwanza mtu anakuwa na maneno mengi mno na anazungumza kile ambacho hakiko hapa. Hata Mtume asema yule mtu ambaye maneno yake ni machache, imetimia akili yake. Hata mwenda azimu huanza kuhesabiwa maarifa yake akiwa anapunguza kusema, lakini mwenda azimu ukizidi, utasikia hatujalala jana usiku, kasema usiku mzima kabisa. Kwa hiyo mtu ambaye ana maneno machache ni alama akili yake imetimia. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa amekaa na masahaba, yeye alikuwa anacheka tu, ongei sana. Ukiona unaongea sana, una matatizo makubwa sana. Tofauti na mwanamke ambaye akili yake itakiwa isalimike, inatakiwa aongee sana. Wanasema kwa siku mwanaume limiti yake, yule anayeongea sana maneno yake ni 6,000, lakini mwanamke mpole maneno yake kwa siku ni 20,000.
Kwa hiyo wanasema mwanamke ambaye hazungumzi sana ni mpungufu wa akili, na tizama, mwanamke ambaye haongei sana, hata kibiolojia hedhi zake zinaanza kuharibika na kadhalika. Kwa hiyo mwanamke, saikolojia inasema itakiwa aseme sana. Tena sikiliza sasa, na hata akisema ndani yake hakuna point, porojo, vurugu. Na wanaume kwa sababu hawajui saikolojia ya mwanamke hukerwa, hawapendi kusikiliza zile porojo zao. Lakini ulama anasema mwanaume bora ni yule anayetoa muda kusikiliza zile porojo za mke wake, na usipompa muda huo, wako wenzio watotoa muda kumsikiliza zile porojo zake. Lazima aseme sana mwanamke. Usikubali mwanamke akawa mkimya, period zitayumba, uzazi utakosekana. Kwa hiyo tatizo la kwanza, naam, taban, ndugu watazamaji wetu, lakini pia na sisi ambao tuko hadhi, Sheikh anazungumza kuhusiana na mada ya masala ya tiba, lakini hapa wengi wetu tumeguswa. Sheikh, bali katika idadi ya maneno ya mwanaume na mwanamke, hebu ningeomba kidogo tuelezee hilo, kwa sababu kuna wengine sisi majumbani humo mpaka tunakimbia na tunakwenda kwenye video vya kahawa. Sasa sisi kwamba ni hivi ambayo ni sana kidogo, kuturudie tena pale. Haya, narudia tena. La ilaha illa Allah. Wanasema ni vizuri sana kabla hujaliendea jambo ukalijua. Bwana, usipomjua mwanamke utapata tabu sana. Naam, utapata shida sana. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan. Aya ziko mbili, kuna ayatun mar'iyatun wa ayatun maqru'atun. Kuna aya za kusoma, au billahi minash shaitani rajim, hizo ndo maqru'atun, na kuna mar'iya za kuona. Ina maana ukiziona zile unashaini azmatillah, ule ukubwa wake Allah. Miongoni mwa aya za kuona ni kuumbwa wanawake au ni kuwepo viumbe wanawake, lakini wanawake wale min anfusiku, wanatokamana na nyinyi. Hawa wanawake wametokamana na sisi, lakini pamoja wametokamana na sisi, hawafanani kabisa na sisi hata kitu kimoja. Wanawake wametokamana na sisi, lakini wallahi ma baina samai wal ardh, hawafanani na sisi hata kitu kimoja. Na ukijifananisha na wao umekwisha kabisa. Ndio maana hata mtu ambaye anajifanya, laana Allahu rajul yalbasa libsata almar'a, mtu akijifananisha na wao tu tayari anatoka katika rehema za Allah. Wao ni viumbe wengine tofauti kabisa, hawafanani na sisi. Miongoni mwa vitu ambavyo hawafanani na sisi, cha mwanzo kabisa, mwanaume ni mgumu kusamehe, saikolojia, lakini mwepesi kusahau. Mwanamke mwepesi kusamehe, ila mgumu sana kusahau, saikolojia. Kwa nini mwanaume mgumu kusamehe? Shahwa, matamanio yake, maji yake ya uzazi. Mtume asema abyadun mughalladhatun yakhruju min baini sulbi, maji yake ya uzazi yako mbali na kichwa, yanatoka mgongoni meupe. Mwanamke mwepesi lakini hasahau, maji yake ya uzazi asfaran wa khafifa, ya manjano, yapo karibu na moyo. Kwa hiyo moyo lazima ukopi kwa haraka sana. Haya ni maumbile yake, huwa hasahau hata kwa bahati mbaya. Chengine, kuna kitu anakiita IQ, ukubwa wa akili. Mwanamke ana akili kubwa kuliko mwanaume, hivyo ndo Allah kamuumba. Akili yake ina power, ni kama betri voti 12, 12 voltage na 24 voltage. Kuna betri ya voti 24 mfano, na kuna ya voti 12. Sasa mwanaume akili yake kwa kweli ni ndogo, mwanamke akili yake ni kubwa, kwa sababu kitaalamu ana uwezo wa kufanya vitu vinne kwa wakati mmoja, na wakati mwanaume hawezi hata mawili kwa wakati mmoja.
Mwanamke unaweza ukamkuta kwa wakati mmoja anapika ugali, lakini wakati ule ule anakoleza moto na miguu, wakati ule ule anamnyonyesha mtoto, alafu wakati ule ule anaongea na simu, wakati mwanaume hawezi hata kabisa. Kwa hiyo pia akili yao ni kubwa, ila kuna baadhi ya mambo yamekosa, ndio maana watu wanasema akili ya mwanaume iko hivi. Upande wa pili, katika saikolojia, maumbile ya mwanamke ni kusema sana. Mwanaume yeye hasemi sana, ana maneno 6,000 kwa siku, anasema huyu ni mwanaume chiriku. Sasa kuna tendo la ndoa linafanyika, lile tendo mtu akiwa hafanyi atakuja kuwa na maradhi ya kifafa maishani. Kwa hiyo akifanya, akitoa zile spams, akili yake inasafishika. Na wanasema ukiwachukua wanaume wawili, yule mtu ambaye ametoka kumtumia mke wake ndani ya muda, ndani ya wiki, na yule ambaye ana miezi 6 kuwahi kufanya tendo kama hili, ukiwaweka kwenye kazi za kuedit ngumu kama hizi za malaptop, huyo aliotoka kwa mke wake akili yake ina do well, ina focus, inaona mbali kuliko yule ambaye hakufanya hili tendo. Na mwanamke naye akili yake lazima isafishwe. Sasa akili yake kusafishika mwanamke ni kuongea kupita kiasi. Kwa hiyo sasa wale wanawake wana magunia mengi, itakiwa watushushie. Sasa ile khulqia, utamkuta mtu asimamii, sitaki mwanamke anayeongea sana, kwa sababu unaweza ukarudi umechoka, anachoka kuhadithia kiingii kichwani. Mume wangu nilikuwa nimekaa nikaona gazeti linakuja kwenye mandazi yangu, hilo limenyanyuka juu likaenda chini kama limetumwa, na wewe umetoka safari umechoka kweli kweli. Saa nyingine anakusimulia hadithi ambayo ulimsimulia wewe, lakini wakati mwingine akili inarudi, wewe si ndio kanihadisia, wewe si ndio uniambia, mimi mwenyewe nishasahau, tuendelee. Usimwambie hayo tushasema sana. Sasa kwa bahati mbaya wanasema usipompa ule muda wa kuzungumza, cha kwanza anaweza akamchukia mtu from nowhere akawa na chuki. Cha pili wanasema period yake inabadilika. Cha tatu unaweza ukaharibu akili yake na akapoteza hisia kabisa. Wewe ni kiumbe mwanamke. Kwa hiyo jambo la kwanza akili, na maradhi ya pili wanaita maradhi ya roho, maradhi ya kiroho, na maradhi ya tatu wanaita maradhi ya nafsi. Haya maradhi ya kiroho ni maradhi ya giza, na haya maradhi ya kiroho yanagawanyika makundi makuu matatu, na hapo munipe masikio, kwa sababu Uislamu hauachi kitu kabisa. Uislamu unajua mambo mengi sana. Maradhi ya kiroho yanagawanyika sehemu kuu tatu. Sehemu ya kwanza yanagawanyika sehemu ya hasad pamoja na aini. Sehemu ya pili yanagawanyika kwenye shahwaza, wizard, kwenye uchawi. Sehemu ya tatu yanagawanyika kupitia majini. Na hivi vitu vyote vikiusibu mwili utaharibika. Unwani yetu tofauti ya tiba ya asilia na uganga wa kienyeji, ili tupapate kwanza tuweke taayini ya vitu hivi, alafu tutajumuisha. Mabwana, maradhi ya akili yakimpata mtu, ishu ni mwili hauwezi ukasalimika kabisa. Na maradhi ya kiroho yakimpata mtu, mwili hauwezi ukasalimika. Na maradhi ya mwisho ni haya ya kifamasia, tunaita maradhi ya nafsi. Yakiupata mwili hauwezi ukasalimika. Sasa nipe sikio nikwambie kitu muhimu sana. Tukianza na maradhi ya hasad. Haya maradhi ya hasad watu wengi wanayasema sema, lakini hawayajui kwanza yakoje. Na watu wengi wallahi wanatembea na hasad, lakini vile tulivyomsoma Mtume Muhammad, mengi kutizama, naweza nikakwambia wewe unayo hasad, kwa sababu Mtume alikuwa akiwatizama watu tu usoni, ambia wewe una aini ya jini au ya binadamu, wewe una hasad, wewe una kadha. Aya si mambo ya khurafat, yamethibiti mno ndani ya Qur'an na ndani ya hadithi. Itoshe tu wa min sharri hasidin idha hasada. Maradhi ya hasad, sisi kama binadamu Mwenyezi Mungu ametujalia mashaallah
tuna malaika wengi sana. Baadhi wanasema pengine jicho moja la mwanadamu linalindwa na malaika 70, na ingekuwa so hivyo mashetani wangekuwa shatupasua macho. Kuna kitu waganga wa kienyeji wanasema nyota yako imezima. Hii ndio tofauti tiba za kiasili au za kidini na kienyeji. Uislamu unakataa, hakuna nyota kuzima, ila kidogo wamepatia, lakini lugha walioitumia sio, hakuna nyota. Na hata Waislamu wameamini, shekhe niangalizie nyota yangu. Wewe nyota si ziko mbinguni? Kuna elimu ya nyota mbali, lakini binadamu hana nyota, ila labda tuseme anna lughatan tarhusuna an nusnida al-fi'l ala ghairi fi'lihi. Lugha inaweza ikakuruhusu kuegemezea kitu kwa ajili ya kuelekeza, lakini sio uhalisia. Katika malaika wengi tuliokuwa nao katika miili, wanasema kuna malaika wa asili, karina wako, malaikatu aslia. Huyu mshike vizuri sana. Huyu malaika Allah amemweka sekta moja, shekhe, kwa ajili ya riziki zako. Lan tamuta nafsun au nafsan hatta tastakmir rizqa. Hakuna roho ya mtu itakufa mpaka apate riziki yake. Na sisi hatutafuti riziki, isipokuwa sisi tunachukua riziki. Isipokuwa riziki zetu, si mmekuja Shauri Moyo kufanya kazi, zimeandikwa. Moja ipo Kariakoo, nyingine iko Tabata, nyingine iko sehemu fulani. Kule Tabata kuna 2000, lakini Kariakoo kuna 300,000. Sasa huyu malaika kazi yake yeye ni kama dira yako. Kule unakokwenda kuna riziki kidogo, utapoteza muda na utapoteza pesa nyingine. Unakuta kama ilham anakubadilisha, nenda huku, nenda kule, huku usiende. Unakuta kama Mungu tu, ndo Mungu mwenyewe. Nilivyoenda pale, bwana, nimetenza gari, nimepewa hela ya maana kabisa, yani asubuhi na mapema nimepata. Mwingine kila anapokwenda anaenda kupata 500 tu. Ina maana sasa huyu malaika kazi yake ni direction yako. Sasa kuna mambo yakikupata wewe, huyu malaika anakaa pembeni, hafanyi kazi. Ndo mtu tunasema amehusudika, amepatwa na hasad, malaika wa asili. Na wengi yamewakuta maswahaba na kadhalika. Sasa basi, hasadi inakujaje kwanza? Na huyu malaika tutafanyaje? Na nitajuaje kama mimi nayo hasadi? Kitu cha kwanza kabisa, kuna vitu kama 7 vinaleta hasadi. Kitu cha kwanza kabisa, jicho la mwanadamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema al-ainu haqqun, jicho ni kweli. Na kungekuwa kuna kitu kina uwezo wa kutangulia kadari ya Allah, ingekuwa ni jicho. Allah anamwambia Mtume, kwa elimu uliokuwa nayo hawa hawakuwezi, lakini la yuzilikunaka bi absarihim, kwa macho tu wanaweza akakutizama wakakudondosha kwa macho. Macho yana nguvu kubwa sana. Mtu akimtizama mtu akiwa na jambo zuri, kaona katoto kazuri, kaona gari nzuri, ile kutizama tu, kisheria kuna maneno lazima ayaseme, masha Allahu la haula wala quwwata illa billah, masha Allahu tabaraka arrahman. Akitizama kile kitu, asiposema vile, basi kuna sumu kama vivuli vinakuja vinamvaa huyu mtu, lile jambo linaharibika. Kwa hiyo hasadi ya kwanza kwa binadamu inatoka katika macho. Hasadi ya pili inatoka katika mdomo. Pia mtu anaweza akamwambia umenenepa ndugu yangu, akusema tu ile masha Allah, kwisha ushapatwa na kijicho hapo hapo. Na mtu sasa anaweza akakuhusudu kwa kukusudia hasa au kwa kutokukusudia, kwa kujua au kwa kutokujua. Hivyo hata mama mzazi ana uwezo mkubwa wa kumhusudu mtoto wake ambaye amemzaa. Siku nyingi hakupata mtoto, baada ya kupata tu nimepata mtoto huyu, yule mtoto akaathirika. Mpaka na wazuoni wakasema unaweza ukamkaribisha rafiki yako nyumbani, kipenzi, mmeshibana. Baada ya kuja kule nyumbani kwenu, akakuona unakumbatiana na mke wako,
pazia limefunguka kidogo, kaona ile. Baada ya kuona tu moyoni akasema, bwana hao wanaelewana, utafikiri mtu na dada yake, mimi na wife wapi? Alafu akiondoka tu nyumbani, huku nyuma ukatokea ugomvi si wa kawaida. Wanawachuoni wanasema alikuja rafiki yako lakini kaacha jicho. Kwa hiyo wanawachuoni wanasema jicho linaweza likamuingiza ng'ombe yule alionona katika sufuria sasa hivi au mtu kaburini. Ndio maana yale mambo ya mirathi, wale mashahidi majirani, asema muwape hata ile bakora, mwambie mzee, shika hii bakora ya mzee alikuwa akitembelea, asema si haki yake kuwazima na macho, bali Mtume sallallahu alaihi wasallam asema istainu, jisaidieni mambo yenu kuyatengeneza bil kitmani, kwa kuyaficha, kwa sababu kila neema inakusudiwa. Ndio maana hata uchumba inatakiwa usiutaje, unaweza ukaingia hasadi. Ina maana nuksi ya mipango ni kuitaja. Kitu cha pili, kuna baadhi ya mijusi pia inatia husda. Kitu cha tatu, kuingia katika mji bila kufanya dua yake, mji mpya, unapata husda. Kitu cha tatu, wameshari ghasiqin idha waqaba, usiku ukiingia unaingia na mambo mengi ya husda. Kuna ad-da'awat, dua ambazo Mtume kafundisha lazima tuzisome. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kana yata'awadh min a'yunil insi wal jinn, alikuwa Mtume akijikinga sana na macho ya majini pamoja na binadamu. Mara kadha alikuwa Mtume akijikinga sana. Sasa haya maradhi ya kwanza ya aini na hasad, wanasema yanaingia moja kati ya vitu vitatu. Ukitizamwa na jicho linaweza likaingia fi qulubi nas, inatizama, inategemea yule mtu kakutizamaje. Jamanini, inawezekana ni mcha Mungu ndo kakutizama na akakupa jicho, si kwamba mtu anayekutizama ni mtu mbaya, mtu mwema kabisa, lakini kila mtu ana jicho. Na wanawachuoni wanasema kila mtu itakiwa tiba ya kijicho wafanyiwe, kwa sababu kuna mwingine kazi yake kuumiza watu kwa macho yake, mwingine ana macho mabaya. Pemba kuna mzee mmoja, bibi haoni watoto, akipita kwenye kordo tu anasema jamani, waficheni hao watoto, akiwaona lazima waumwe. Na wewe unajijua, kuna mtu mimi kilisemea tu jambo, nilisema tu atadondoka na baskeli, kadondoka kweli. Una jicho baya kweli kweli, una jicho baya. Hiyo jambo la kwanza, hasadi inaweza ikaingia katika nyoyo na kufungulia mafaili. Ikiwa umepigwa na hasadi imekuingia katika nyoyo, mtihani wa kwanza unaupata, unakuwa na damu ya kunguni, unachukiwa kweli kweli. Hata ukifanya wema saa ile ile washasahau. Kuna watu wanachukiwa mpaka na wazazi wao. Kuna watoto wengine wadogo wanachukiwa kweli kweli, mtoto anaonewa tu. Ukija hapa msikitini watakuita shekhe tu ule wakati unatoa mawaidha, ukishuka tu wanakuita jina lako, washasahau kama wewe ni shekhe. Ukubaliki kabisa. Wanasema wewe umepigwa hasad katika nyoyo. Sehemu ya pili, inaweza ikaingia hasad katika economical, iktisadiyan, katika uchumi. Wanasema ikiingia kwenye uchumi, unaweza ukatafutiwa sababu za kufilisika. Una majumba hapa Shauri Moyo, ukauza moja baada nyingine, ukaenda kijijini na hela kodi hauna. Hasadi haina mchezo na haiachi mpaka umalizike, au la sivyo mpaka ufanye tiba yake. Sehemu ya tatu, inaweza ikaingia katika uzima, ukawa unaumwa na maradhi hayapati dawa, miaka 10 vidonda vya tumbo na vikaondosha. Hii yote ni alama ya hasadi. Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwona mtu ana kovu usoni, akasema huyu aogeshwe kijicho, amepatwa na hasadi, ametizama vibaya na jini. Kwa hiyo pia mtu akiwa na hasadi, uso wake una tabia kubadilika rangi na mambo yake kuyumba yumba. Kwa hiyo maradhi ya kwanza haya yakimpata mtu hawezi kusalimika. Mtume sallallahu alaihi wasallam alitupa dawa, na dawa hii alikuwepo sahaba mmoja Suleiman Farsi. Mtume alisema huyu ni katika mimi. Mwingine kumkata jicho akadondoka pale pale akapata maradhi ya kupooza. Ndipo pale Mtume akamwambia, wewe ushamhasidi, ushamhusudu Suleiman Farsi. Sasa dawa yake, ukimwona mtu amekuhusudu, nilikuwa na gari akanambia naona mambo yako mazuri, kwanza unamwambia sema masha Allah. Sasa walotuhusudu ni wengi, tushahusudika. Ukimgundua mtu amekufanyia husda, muombe yule mtu akufanyie moja kati ya mambo matatu.
Jamii yetu iko mbali na sunna. Kimwambia mtu leo umenihusudu, bahati mbaya anaona kama amekufanyia uchawi, lakini takiwa yule mtu umchukue, alafu uende naye nyumbani kwako, atawadhe kama anakwenda kuswali, ila sharti tu yale maji yasidondoke chini hata moja, na chombo kisiweko kwenye ardhi moja kwa moja, weka kwenye kapeti kama hivi. Akisha tawadha, yale maji unayachukua wewe, unaenda bafuni, popote unajimwagia kwenye kisogo kwa mkupuo mmoja. Hiyo njia ya kwanza. Wanasema njia ya pili, kama hiyo itakuwa shida, umwezi kumwambia mambo kama haya, basi mkaribishe hata zile tende zile. Akila zile tende, akitema tu, changanya kwenye maji, kaoge, pia ni tiba ya hasadi. Na njia nyingine alalakali yasema pia hata kinawa mikono inaweza ikawa ni tiba ya hasadi. Kwa hiyo ukimwona mtu kanihusudu. Sasa wazee wetu waliopita kama miaka 35, ilikuwa akija mgeni nyumbani, wanasema hatujui kaona nini na macho yake. Walikuwa wakimkaribisha chakula, kila yule mgeni, yale maji alionao walikuwa hawayamwagi, wanachanganya, familia nzima inaoga, ili mgeni wetu asituachie macho. Inawezekana sebule yako nzuri, watoto wako wazuri, mtu akaja akakuachieni ufukara. Al-ainu haqq. Sasa waganga wa kienyeji hawajajua hili jambo, ndo wanaita nyota. Mabwana, hiyo ni aini, na Mtume akasema uqtulul wazar. Yule mjusi kafiri pia ana hasadi ndani ya nyumba, Mtume kahimiza wawe, pia naye ana macho vile vile. Na majini pia wana macho. Jini anaweza akakuhusudu kwa sababu ya kufanya kwako ibada vizuri. Swali la hewani, sasa kama nimehusudiwa, lakini alionihusudu simjui ni nani, na hasad ni kifungo, isipoondolewa ukai sawa kabisa, alionihusudu ni nani, ili tunaliweka kiporo. So linahitaji maelezo marefu kidogo na lina shida, lakini alalakali mimi nitakwambia tu, hebu tawadha mwenyewe uoge, inaweza ikaondoka hiyo hasad. Na hasadi kama hii ndio ilimponza Nabii Allah Ayub, na tiba yake naye ilikuwa ni hayo hayo maji. Waja'alna min alma'i kulla shay'in hayy la hayata biduni ma. Sehemu ya pili ya maradhi ya giza haya ni maradhi yanayotokamana na uchawi, na uchawi uko sampuli nyingi. Na maradhi yake ya tatu, sehemu ya tatu, ni sehemu inatokamana na majini. Majini wana dalili ya msingi ili ujijue wewe una majini. Naomba nikusaidie kitu kimoja. Nitizame sehemu hii hapa, hebu nitizame sehemu hii. Hivi imeelezwa na wanawachuoni wa tiba. Nitizame hapa au nitizame kabisa machoni? Ukinitizama machoni utaziba jicho lako moja, lakini tukubaliane, kwa sababu hichi ninachokifanya anaweza akalipuka mtu kidogo, lakini ndo tunasoma, tusemeni inshallah. Kwa hiyo kama atatokea mtu kulipuka, mtamdhibiti kidogo, atulie ili asiharibu somo hili. Mpo tayari? Aya, sasa wanawachuoni wanasema kumjua kisunna kabisa kidini, kama mtu amesibiwa na mtu anaweza akaa na mashakili, akaa na maumivu tu, au tafrani za kindoa au kikazi zinamsumbua na asijue nini kilichomsibu, kumbe ana mashayatini. Majini pia wanaweza akamwingia binadamu katika mwili wake wakamsumbua sana. Sasa dalili zake ni nyingi na wala sizitaji kwa sababu ni nyingi sana, ila kuna njia ya pili kujijua wewe umeathirika na uchawi au umeathirika na jini mwilini. Kama una jini, Ayatul Kursi ni aya moja, ni aya nzito, nazalat maaha 30,000 malak. Hii aya ilivyoshushwa kwa uzito wake imeshuka na malaika 30,000, na hii ilithibiti wakati wa Mtume Muhammad. Alifundishwa Sayyidina Abu Huraira na Ibilisi mwenyewe kwamba ukisoma hii utanikamata na mimi siwezi kuja. Kwa hiyo majini wanaijua vizuri. Sasa Ayatul Kursi mtu akiisoma kwa moyo au kwa sauti ya chini, ukimtizama paji lake la uso
au ukimtizama macho yake, na we ukiziba jicho moja hivi, ikiwa umeziba jicho, akiisoma tu, kama unalo dudu, moja kati ya mambo matatu au manne yatakutokea hapo ulipo. Jambo la kwanza, utaanza kusikia kuyumba, au utajikuta umeenda mpaka chini. Hilo la kwanza. Angalia Qur'ani ilivyokuwa nzito. Jambo la pili, kama ili alijakutokea, ili jicho litawasha kama limewekwa pilipili, kwa hiyo litaindicate hivi. Lakini jambo la tatu, ikisoma Ayatul Kursi, unaweza ukaona kama una sihiri, utaona kifua kinajaa mpaka utahisi kinapasuka. Sasa wanachuoni wanasema, ikiwa umeziba jicho la kushoto afu ili la kulia ndo limeleta hizo action, basi wewe una mashetani au majini wa Kiislamu. Lakini kama umeziba jicho la kulia alafu hili la kushoto likaleta hizo shida na hizo tabu, wewe umesibiwa na majini wa kikafiri. Lakini wote ni wale wale. Itakiwa kikawaida, ukisomewa Qur'ani urelaksi, ukitizama hivi uwe kawaida kabisa. Lakini ikisomwa tu ukisikia hiyo shida unao, na hizi shida tunazo kweli, kwa sababu kuna watu wameingiliwa mpaka ndani ya sala. Kuna mtu kufunga sala hawezi mpaka imamu anaenda rukuu. Jamaa hamuoneagi watu hao, yani ukiwa naye pembeni mpaka unasikia kelele anafoka kweli kweli, ni wale mashetani. Na kuna mwingine utamsikia mimi nikifanya dhikri nasikia usingizi mzito, siwezi kisoma Qur'an nataka kudondoka. Kuna mwingine akiswali bismillah anasikia kwa vidole gumba anachomwa na mikuki, mnasikia mtu anapiga kelele. Kule kwetu markazi, siku moja tunasali dhuhuri, tunamsikia mtu mmoja subhanallah, akamwambia nini, naona mbwa kapita pale. Wewe msikiti msafi kama mbwa anatokea wapi? Mashetani hao. Lakini pia kila anayelala kwenye khutba ni dalili masi zimempata. Na haya ndio yasema, kama unayo tayari ushahisi kichwa kimekujaa, lakini nyayo inaanza, ukiona kile ujue tayari hizi athari hizi zipo. Sasa ziba jicho lako moja, alafu nitakuambia ufanye nini inshallah na utapata afueni. Tuanze na jicho la kulia, tuzibeni kwanza la kulia, alafu nitizame hapa usoni kwa umakini kabisa. Sasa jitahidi usipepese mpaka nimalizie. Naam Sheikh. Kwanza kidogo, sababu video tusubiri kidogo. Ndio mwenyeji wako ngepoza kwa kwanza unywe maji, alafu kisha tuendelee na hatua hiyo inayofuata katika jicho moja. Lakini wakati huo, ndugu watazamaji wetu kupitia Masjidi Songea TV, leo hii tuko hapa Masjidi Songea, Ilala, Dar es Salaam, Tanzania, na tupo katika kipindi chetu pendwa, kipindi cha dawati la Masjidi Songea. Lakini pia kama tulivyotanguliza kuwa kipindi hiki pendwa huwa kina kawaida ya kudhaminiwa kwa mtu yoyote yule mwenye bidhaa zake, basi hakuna tatizo muda wa kuwa kwa bidhaa hizo za halali. Tukumbuke kuwa Sheikh Michael yeye ni mkurugenzi wa Sunnat Saidalia. Hii ni clinic ambayo inapatikana pale Rozana, wilaya ya Ilala, Dar es Salaam, Tanzania. Lakini pia vile vile wao Sunnat Saidalia ndio wadhamini wetu wa leo. Nasema kuwa tiba za asili basi moja kwa moja ambazo ni za kisuna zinapatikana kwa Sheikh, na hili mtalishuhudia kutokana na uchunguzi ambao anaokwenda nao mpaka sasa hivi. Tunamwomba Mwenyezi Mungu atujalie afya, lakini lengo lake Sheikh ni kutoa elimu kama hivi ambavyo mpaka muda huu tunavyoendelea. Kwa inshallah tuendelee kujenga masjid wetu, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tunamwomba atuongoze juu ya haya. Sheikh, inshallah nafasi ya maswali tunahitaji ya dakika 10. Inshallah. Bado kijimuda kidogo tunacho. Bismillah. Karibu sana. Alalaqali waganga wa kienyeji wamepata nafasi ya kuishughulikia jamii
kwa sababu Waislamu wamelala juu ya masala ya tiba. Lakini Uislamu ni mambo mawili, elimu na tiba tu basi. Na Uislamu umehimiza ukiishi mji hakuna mwalimu au hakuna tabibu, hebu hapo huo mji si wa kuishi. Kwa nasaha yangu, mashekhe wengi wapupie jambo hili la tiba, kwa sababu kuna baadhi wanaogopa kuitwa waganga. Mganga ni jina tu la Kiswahili, lakini maana yake tabibu tu. Kwa hiyo jambo hili tukiliwacha, ndo unakuta umma unakwenda kusikoelekea. Mambo ni yale yale, lakini waganga kama waganga ambao hawafuati sunna, ndo ndani yake wanamshirikisha Allah. Tiba ambazo ndani yake hazikuthubutu na ndani yake kuna shirki hazifai hata kwa bahati mbaya. Wanasema kuna mchawi, kuna mganga na kuna mshirikina. Mganga ni yule mtu ambaye ukienda una maradhi akakupa dawa tu ukapona. Anaweza akawa mganga Mwimbili au akawa mganga Sheikh. Lakini mchawi ni mtu anayetafutia watu matatizo. Ama mshirikina naye ni tabibu au ni mganga, ila katika ule uganga wake kuna istighatha na isti'ana kupitia shetani. Kuna mambo mengine atakuambia ukaombe mizimu, kuna mambo mengine atakufunga mahirizi, lakini naye ni tabibu, lakini anachanganya. Lakini haya mambo ya sunna hayana mambo kama hayo. Tuchinje kuku, tufanye hivi. Katika masala ya tiba mambo ya kuchinja hakuna, isipokuwa kuchinja kisheria kupo, na kuchinja ni sehemu ya ibada za qurbani za kujikurubisha kwa Allah. Na ukichinja Mwenyezi Mungu anaweza akafungua mambo yako, kwa sababu hakuna nabii ila alichinja. Na sisi wote umma mzima Mtume Muhammad katuchinjia. Alichinja kondoo wawili, nasema moja nachinjia masharifu familia yangu, nyingine nachinjia umma wangu. Na sisi wote katika mambo ya hakika tumechinjiwa, na kila ikifika Eid al-Udhiya pia tunachinja. Sasa hili jambo la kuchinja mpaka wameliingilia waganga limeonekana pia ni jambo baya, lakini ni mambo yaliokuwa mazuri. Kutokamana na muda wetu Waislamu, niseme jambo moja, nikupeni kipimo chengine, kwa sababu nitaka kutoa msaada mdogo tu. Hiki cha kukupimeni kinaweza kikatushughulisha, kwa sababu naamini kuna watu watadondoka, kwa sababu haya ni maradhi. Labda tukubaliane mwenye hali hizi asipime, au naweza nikakupa jambo la pili, uende kwenye kioo mwenyewe, alafu funga jicho moja, alafu soma kwa moyoni Ayatul Kursi. Haya masala yatakutokea, lakini itosheleze tu dalili walizotuwekea ili ujue una dalili za majini. Cha kwanza, kuumwa kichwa upande mmoja, meno, masikio, mgongo, kiuno na kubana kifua. Cha pili, wakina mama kuumwa tumbo chini ya kitovu. La tatu, moyo kwenda mbio, kushtuka bila sababu, mandoto ya kutishatisha, kuhisi wasiwasi na hofu, ndoto za tendo la ndoa mara kwa mara. Kina mama, tumbo kujaa na kucheza kitu tumboni, mfano wa ujauzito na mfano hayo, au kuota mambo afu yakawa kweli na hujafikia uchamungu wa sampuli hiyo. Maradhi ya kwanza ya hasadi niliyoyaeleza, tiba yake kwa msaada nimesema kila mtu akatawadhe aoge. Mimi napenda kusema akitawadha mwingine ni dawa zaidi. Mwambie mke wako atawadhe, alafu yale maji yaoge wewe, alafu wewe kama baba tawadha aoge mkeo na waoge watoto. Unajua kwa nini? Shekhe, ukioga hasadi mara hii ni kinga ya maisha, kwa sababu hasadi zinakuja pale unapoanza kupata neema. Mwanzo ulipoanza kazi kismati, bosi anakupenda, ghafla kakubadilikia hakupendi, kwa sababu umeanza kunyanyuka. Na watu wengi ndo walivyo, akianza kunyanyuka mambo yanaharibika. Itakiwa ukinyanyuka unyanyuke moja kwa moja. Utakuta watu, mimi nilikuwa siamini mambo haya, sasa hivi anaona mambo mabaya sana. Na wanasema wanachuoni, kama umepigwa hasadi, Allahu Akbar, ukifungua dakika hii, mnajua miaka 18 Nabii Ayubu kapigwa hasadi. Allah asema wa Ayuba idh nada rabbahu anni massani adh-dhurru wa anta arhamur rahimin.
alivyosema Mungu, mimi naumwa na matatizo hasad, akatumwa malaika. Alipofika akamwambia piga mguu wako katika ardhi, yakatoka maji tu. Akamwambia haya maji kunywa kuondosha kilichokuwa batin, na haya mengine koga kuondosha kilichokuwa dhahir. Pale pale akaacha kitanda akasimama, na wakati huyo alioza, alikatika la mala la ahla la asdika, watoto 14 wamekufa ndani ya siku 4. Mwisho kabisa kapoteza kila kitu. Baadaye akasimama. Alivyosimama Nabii Allahi Ayubu huyu, basi ndo moja kwa moja Mungu kampa kila kitu mwisho kabisa. Kwa hiyo kaoge, itakuwa ni kinga kwako, usisubiri mambo yaharibike. La pili hili la mashetani, la pili la mashetani ambalo ni la mwisho, chukua punje 7 vitunguu saumu. Utanishukuru sana, hizi zote zimeelezwa na wanachuoni. Ukichukua zile punje 7, kamulia ndimu 3, kila ukilala paka mwili mzima siku 7 mfululizo. La mwisho, maradhi ambayo hatujayataja ya kibiolojia, nitatoa dawa moja tu kwa ajili ya ulcers chronic. Umetibu, umehangaika, hujapona kabisa vidonda vya tumbo, na kupa tiba ambao madaktari wakubwa wanaikubali. Tafuta yule kuku wa kienyeji, chukua ile firigisi, kaushe, isage iwe kama unga, kunywa, vidonda hutovisikia tena. Nafikiri nikome hapa, ubaki wakati wa maswali. Alhamdulillah. Naam, hapa tuko na waandishi wa habari, tuna media si chini ya 14. Sasa na siku zote wanahabari ni watu wa maswali mengi sana. Sasa hebu nitoe nafasi ya swali moja au mawili kwa ajili ya waandishi wa habari. Hivi kwa waandishi wa habari wote hapa takosekana maswali kweli? Isipokuwa tulikwamba kwa maswali yenu msiturefushie sana, kwa sababu tumebakiwa na dakika 5. Nafikiri kuja naibu katibu wa waandishi wa habari wa Kiislamu. Bismillah. Asalamu alaykum. Waalaikum salaam. Sheikh, mimi nina swali moja. Naitwa Raha Matola, mkurugenzi wa Maso TV. Sheikh, nimekushashuhudia baadhi ya wagonjwa kama 5-6 hivi wamethibitisha kana kwamba wewe unatoa tiba kwa kutumia vidonge. Sasa swali langu liko hapa, hivi vidonge Sheikh, je, unavipata China, Japani, Uingereza, au kuna utaratibu mwingine ambao wewe labda umeutengeneza? Kwa sababu tumeshashuhudia sisi vidonge vingi vinatoka nje ya nchi, au MSSD ndio wanaosambaza vidonge. Hebu naomba tufafanuzi katika hili. Kwa kifupi, vidonge niko na vya sampuli nyingi, si aina moja, aina nyingi, lakini nafikiri ni taaluma tu, kwa sababu ukijifunza tiba na ujifunze kusindika dawa, ni hii miti tunatengeneza vidonge, lakini vidonge vyetu sisi ni vyeusi, vyeupe, vyekundu, na hii ni kwa ajili ya tasihili na tarkhisi kutumia. Mwingine dawa za poda kunywa hawezi, kwa hiyo tukitengeneza kwa njia ya pills inakuwa ni rahisi. Kwa hiyo vile vinaitwa made in Tanzania, havijatoka China wala wapi. Unajua kwa sababu gani? Sababu Tanzania kila kitu kinatisha sana. Tanzania kila kitu kipo juu kweli kweli. Mtu mmoja alisema una kifaa cha kiwizi kilinunuliwa, kilitengenezwa Marekani, kikatumbwa Marekani, kikaiba, kikakamata wezi kama 200, kikapelekwa Uingereza wezi kama 50, kilipokuja Uganda karibia nchi nzima wezi, kilipokuja Kenya kimemaliza taifa zima, lakini kilipokuja Bongo chenyewe kikaibiwa. Tuendelee Sheikh. Ilivyokuja Bongo ikaibiwa, para mchezo. Naam. Wabongo hawashindi kitu. Naam. Swali lingine kutoka kwa waandishi wa habari, la mwisho. Swali la mwisho kutoka kwa waandishi wa habari. Naomba ututajie na channel yako uliyokuja nayo. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naitwa Hassan Mauridi Nasoro, natoka Temeke TV online.
Kuna maswali matatu. Niulize wote au moja? Sheikh, swali langu nasema mtu aliyologwa ama kuingiwa na jini, je, anatakiwa aende kwa mganga ama kwa shehe wa ruqya? Na swali la mwisho ni ushauri tu, unashauri gani kwa watazamaji pamoja na wasikilizaji endapo pale wanapopatwa na matatizo ya kiafya, aanze kwenda wapi? Ni hospitalini ama kwa tiba ya asili ama kwa shehe? Wanasema laula ulama ya reti isinge kuwepo na wachuoni, watu wote wangekuwa kama wanyama. La kwanza, Sheikh, mtu akipatwa na majini asiende kwa ganga wala asiende Muhimbili. Haya maradhi kifamasia hayapo, aende moja kwa moja kwa mwanachuoni, kwa Sheikh. Ama la pili, pale mtu akipatwa na maradhi haya ya kawaida, maradhi ya figo, maradhi ya nini, aanze kwenda wapi? Kuna tabibu na kuna dokta. Dokta ni yule ambaye hawezi kufanyia tiba mpaka kuingize kwenye mashine ya kupime, lakini Waislamu ni matabibu. Tabibu ni zaidi ya dokta. Hata Muhimbili wapo maprofesa waliobobea hili, ukimweleza kidogo tu tayari ashajua unaumwa nini. Kwa hiyo mashekhe, hata mimi hapo ukiniambia kitu kidogo, mfano alikuja mtu nyumbani kwangu akanambia, shekhe, kifua kinaniuma kweli kweli, nimekunywa dawa za kifua mpaka nimechoka. Sala la kwanza nikamwambia, kinatoka jasho? Ambia jingi sana. Nikamwambia una vidonda vya tumbo. Nikampa dawa vidonda vya tumbo, akawa amepona bila kupitia mashine, una experience. Akaja tena askari mwingine nyumbani akaambia, shekhe, nimerogwa, nimefanya vipimo. Kaenda kwa madokta, kapimwa na hajaonekana ugonjwa, lakini alivyonisimulia, kumtizama hasadi hana, kumtizama mashetani hana, lakini yale maelezo yake nikaambia, una matatizo ya figo. Ambia nimepima kila kitu, saa nyingine geji hazioni chochote. Nikampa dawa za figo mpaka leo mzima kweli kweli. Kwa hiyo mashekhe ni zaidi ya kila kitu. Wakiwa mbali, si vibaya pia mtu kwenda kuchukua vipimo, japokuwa sasa vipimo tunashauri waende hospitali kubwa hasa za serikali, kwa sababu pia vipimo imekuwa kama biashara. Mtu ameenda ishu ni mkojo, anapimwa mwili mzima, anatoa mamilioni, hata tiba hajaanza. Kwa hiyo pia akienda kwa shekhe na hospitali za kiserikali pia anapata unafuu kwa yale maradhi yake. Naam. Mtazamaji wetu wa Masudi Songea TV, mpaka hapa ndio tumefika kwa leo hii, mwisho wa kipindi chetu pendwa cha dawati la Masudi Songea, na mgeni wangu au mgeni wetu leo alikuwa ni Sheikh Othman Michael, lakini pia vile vile tulikuwa chini ya udhamini wa Sunnati Saidalia, ambayo ni kliniki inayopatikana pale Rozana Burundi, Ilala, Dar es Salaam. Basi moja kwa moja nisiwe mchoyo wa fadhila, tunawashukuru sana kwa wale ambao waliotupeleka live kupitia hapa Masudi Songea TV, akiwa nyuma kamera pale Ustadhi Abubakar, lakini pia na kijana wetu bwana Mahmoud Ali Hassan Zaoro, akiongozwa na Profesa Raha Salum Matola. Tunaomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie afya zilizokuwa njema, na tunawakaribisha tena katika vipindi vyetu mbalimbali kupitia hapa Masudi Songea Online TV, elimu tuleta ifahamu. Dua. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya imamil mursalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha. Bismillah yarkina wallahu yashfina min kulli da'in yudhina wa min kulli aynin aw nafsin aw hasadillahu yashfina. Bismillah yubrina min kulli da'in yashfina wa min sharri hasidin idha hasada wa min sharri kulli dhi ayn. Allahumma rabban nas wa dhhibil ba's washfina anta shafi la shifaa illa shifaaka shifaa'u la yughadiru saqaman wala alaman wala dhanba. Na'udhu bikalimati llahi tamma wa min kulli shaytanin wahama wa min kulli aynin lama. Allahumma abdil hadha sihra biquwwatika ya jabbaru samawati wal ard. Na'udhu bikalimati llahi tammati min sharri ma khalaq. Bifadlillah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.